بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Watazamaji wetu wa kipindi chetu hiki, kipindi ambacho ndo kwanza kibichi ni katika siku za mwanzo kabisa hapa Channel 10 Plus Uislamu na vijana. Ni kipindi ambacho hukuletea maudhui mbalimbali zinazowasaidia vijana kwa sehemu kubwa kuwabakisha katika mstari kwa wale ambao tayari wako kwenye mstari na kuwarejesha wale ambao kwa namna moja ama nyingine na kwa sababu ya hii ama ile wamekengeuka kidogo. Tunawarudisha kukaa kwenye mstari ili kwa kutumia ujana wao wapeleke kule anakotaka na kukuridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka kwamba jana tulihitimisha tukimzungumzia kijana na nafasi yake katika Uislamu. Lakini tukumbuke kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na sehemu kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu tumefunga. Itapendeza sana na itakuwa vizuri sana kwenye mwezi huu, takriban mwezi huu, basi mada zetu zijielekeze zaidi kwenye elimu juu ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mashehe ambao tutawaalika hapa tegemea kupata elimu hii. Tunaamini vijana wengi kwa sasa mko katika maeneo ya utafutaji wa riziki, mko ambao mko katika saluni, mko ambao mko kwenye vyombo vya usafiri, lakini elimu muhimu tuko hapa kwa ajili ya kuona kwamba hapo ulipo unapata elimu hii ambayo huwezi kupata sehemu nyingine yote katika social media na TV na radio mbalimbali. Mimi ni Sam Kalinga na kwenye kamera yuko Jacqueline Chambege ambayo tumekuandalia somo leo, na leo tukimkaribisha Sheikh Adam Mikdadi Marumba, ni imam katika Masjidul Quba, msikiti huko maeneo ya Kwambiku, manispaa ya Temeke, jimbo la Mbagala hapa jijini Dar es Salaam. Ni shekhe wa kata ya Mianzini, shekhe akihudumu eneo lile la Mianzini akimsaidia Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania kwenye kipande hicho cha kata ya Mianzini. Na leo atazungumzia hukumu ya funga ya Ramadhani. Hukumu ya funga ya Ramadhani. Mzee Walikawagi, karibu. Asante. Kwangu mimi sio mgeni, lakini hapa Channel 10 kwa ujumla sio mgeni kwa sababu kwenye ulimwengu wa Kiislamu kule Channel 10 mama umekuwa unatoa sana hii elimu. Naam. Leo tuko kwenye Uislamu na vijana hapa Channel 10 Plus. Na leo nakuja na hukumu ya mfungaji. Karibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Thumma salatu wassalamu ala muallimin nasa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Thumma amma ba'du. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa uwezo wake Allah jalla fi ulahu, leo tumekutana katika kipindi hiki cha vijana. Naam. Na tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala ametuwezesha leo na sisi kuweza kuja kuchangia chochote katika jukwaa hili la vijana. Na kwa vile tupo ndani ya Ramadhani, lazima tufundishane kwanza yaliyopo ndani ya Ramadhani. Tujue ujumbe mzima wa Allah tabaraka wa taala aliouleta kuhusiana na jamii yetu husika, hasa Waislamu, namna gani tunaiendea Ramadhani, na hii Ramadhani ina nafasi gani? Je, ni jambo tu lililotengezwa hapo katikati? Labda mkutano ulikaa watu wakaamua tufunge Ramadhani, ili kuaje? Kijana anatakiwa atambue nini Ramadhani na imeleta jambo gani? Imetoka wapi? Ukisoma sura ya pili, Suratul Baqara, kuanzia aya ya 183 mpaka 187 inatajwa hukumu ya saumu ya Ramadhani. Ni sheria tupu, ni utaratibu mtupu wa saumu. Na ndio leo tutapita hapo. Tutaangalia baadhi ya tafsiri za baadhi ya ulama wanatupitisha katika hizi aya ili tuweze kujua kwanza ile hukumu yenyewe ya saumu ya Ramadhani, nafasi yake ipoje na inakuwaje. Ndio maana Allah tabaraka wa taala ukisoma ndani ya hiyo sura anatamka wazi kabisa, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Allah anaanza kutueleza kwamba saumu ya Ramadhani ina nafasi gani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kijana anatakiwa awe ni sehemu ya waumini, muumini aliyokuwa sahihi, na yeye anahusika katika uumini. Kijana wa Kiislamu anatakiwa awe kijana sahihi, ni yule kijana aliyoamini kisawasawa. Allah anazungumza na waumini, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmefaradhishiwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Allah tabaraka wa taala ametuletea saumu ya Ramadhani, anatutaka tuwe wacha Mungu, tuwe na hofu ya Allah tabaraka wa taala. Hususa vijana tumekuwa tunapotea sana njia. Vijana tunaishi maisha ambayo Allah tabaraka wa taala hajayaridhia. Mwenyezi Mungu anatuambia, ametuletea saumu ya Ramadhani. Baada ya vurugu zote, vijana waazimie sasa kuanzia Ramadhani hii, wakishaingia kwenye saumu hii, baada ya hapo wasiarejee tena yale ya ovyo. Tumefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yetu, ili tuwe wacha Mungu. Maana yake nini? Iftaradallahu alaykum as-sawm wa huwa al-imsaku 'anil muftirati ma iqtirani niyatu bih. Anasema al-Imam Muhammad bin Sulaiman al-Ashqari katika Zubdatu tafsiri min Fathi al-Qadiri, wakati anatafsiri hii aya, anasema Mwenyezi Mungu ameifaradhisha kwenu saumu ya Ramadhani. Na ni nini hiyo saumu yenyewe? Saumu ni al-imsak anil muftirati, ni kujizuia na mambo yote yanayofungua saumu. Kila jambo ambalo linafungua, ambayo mwishoni huko mwa mada yetu ama kipindi kijacho tutakuja kueleza mambo gani ambayo ukiyafanya saumu inaharibika moja kwa moja. Maaktirani nia, lakini wakati unajizuia kula kunywa na vitu vyote mchana wa Ramadhani, lakini ukutanishe na nia. Kula tu, kujizuia kula na kunywa haitatosha bado, lazima ukutanishe na nini? Na nia. Min tulu'il fajri ila ghurubi shams. Na kufunga sisi tunapoanzia ni tokea inavyochomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, ndo kipande tunachofunga. Na ndo maana leo ukisoma katika ukiusoma ulimwengu, dunia, watu waliosoma, waliokwenda shule wanajua dunia ilivyo, kwamba ni kurawia tushakili, ni limeumbwa katika umbile la mpira, na haiwezekani dunia mzima muda huo huo kuwa mchana dunia mzima, na dunia mzima wawe usiku kwa muda mmoja, haiwezekani. Kwa hiyo kipande tunachotaka tunachofunga sisi, na ndo siku katika hukumu ya saum, ni kuchomoza alfajiri mpaka kuzama jua. Kwa hiyo popote duniani unachotakiwa kipande cha kufunga wewe ni pale ambapo alfajiri inachomoza mpaka kuzama jua maghrib, ndio sehemu ya kufunga. Kwa hiyo utaangalia baada ya kuondoka ule usiku weupe ukianza kwa mbali alfajiri, ndio pale tunatakiwa tujizuie na kila kitu. Saumu inaanzia pale. Sio saumu inaanza saa 2 asubuhi. Mtu saa 2 asubuhi, saa 3 amechukua swaki lake na dawa anaanza kusukutua. Usilete ubishoo huo katika saumu. Saumu ina utaratibu na ina mambo yake. Usije ukaharibu saumu yako. Kwa tunaanzia hapo. Na hili jambo alikuanza leo tunaambiwa hapana, hata vijana waliopita huko, umma uliopita, wanadamu waliopita, umma wa Nabii Musa wa Nabii Allah Isa waliwahi kufunga saumu zao, Mungu aliwafaradhishia. Nataka nikuulize kitu. Hapo kwenye jambo la nia lisipite, tukawa hatujaelewa vizuri. Hii nia hii nia tunapaswa kuitamka sanga. Yaani kuna kutia nia na kutamka nia. Okay. Iko hivi, kuna maneno ya message, kama ni maneno ya mashehe, maneno ya vijiweni, wanasema mwezi ukiandama ule mwezi wa Ramadhani mimi nitafunga mwezi wote. Wanasema ile ni nia. Lakini kuna wanasema hapana, kila jioni ya kuamkia siku ya kufunga utie nia. Naam. Nyinyi masheni tunafanyaje hapa? Sawa vizuri. Bwana Mtume Muhammad anasema innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadithi ni ndefu. Katika vitabu vyote mu'tamad vya hadithi, mwanzoni huwa inawekwaga hadithi hii. Maana yake hakuna kusii kwa matendo yote ila utie nia. Na utaratibu mzuri zaidi ni kila siku kuijadidi, kuifanya upya. Kila siku, na muda wake ni muda wa usiku. Kuanzia pale magharibi ukishafuturu tu, kuanzia muda ule
unatakiwa ukusudie kesho kuendelea na saumu. Misikiti mingi ya mjini, Naam, misikiti mingi ya mijini, si kwako, si swali la magharibi, swala ya magharibi kwenda Isha tawe. Misikiti mingi ya mijini ni michache sana ambayo inawatamkisha watu hiyo nia. Lakini kule kwetu Likawage kule Nyaminywili huko kote huko bwana we, baada ya magharibi, baada ya Isha, kabla ya tarawehe, bwana anapiga na waitu somo gani. Kwa nini huko mjini hamtunuizi? Taban hata mjini ipo misikiti inanuiza michache kweli. Na pale kwangu watu tunanuiza kila baada ya Isha. Maana yake nini kwa Mbiku Charambe? Maana yake nini pale Mianzini? Maana yake tunawakumbusha watu wasije wakajisahau. Mwanadamu ana mambo mengi. Yaani ikitokezea mwanadamu akajisahau kabisa, huyu mfungaji tokea anafuturu kwenye moyo wake, kwenye fikira yake hakuwa na fikira kabisa kesho tunaendelea na saumu, akaamka hivyo hivyo, saumu yake haiwezi kusihi. Ulama wametueleza hilo. Kwa hiyo lazima kila siku fanyeje? Uitie nia, na nia hii kunuiza ni jambo sahihi, halina shida. Watu wakanuizwa. Nakumbuka huko uliko kutaja huko mpaka kuna watu wanakodiwa wakanuize kwenye majumbe mbali. Wapi huko? Maana yake umuhimu wa nia, kwa sababu hakuna jambo litakubalika isipokuwa kwa nia. Huyu ndo kwao amezaliwa kwa kijijini kwao. Kwa hiyo Sheikh Mkalinga huyu mgomvi bana, unahitaji taja Likawage. Sawa shekhe? Kwa hiyo an-niyatu qasdu shay'in. Wanawachuoni wametuambia katika vitabu vya fiqh, an-niyatu qasdu shay'in wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunna. Nia ni kukusudia kitu, kwamba nakusudia kufanya kitu fulani. Hiyo ni nia tayari ushanuia, lakini kutamka kwa maneno, kunuiza kama inavyofanywa ni sunna, ni jambo linalopendeza kwa ajili ya kusisitiza. Lakini hasa nia ni ile kukusudia. Mathalan mtu akaamka tu usiku mkubwa akasema ngoja ni ile daku, kesho naendelea kufunga. Tayari nia imetosha. Sawa sawa. Ila hii ya kusema sasa mwezi umeandama nitafunga wote, hii wanawachuoni wamepinga sana. Wengi hawajaikubali. Wamekubali wachache. Kwa hiyo tuachane nayo. Tuishike hii kila siku unatakiwa ufanyeje? Unuie. Ngoja niongee na vijana hapa. we kijana, lakini sehemu kubwa pia watazamaji wengi wafungaji. Nyinyi wafungaji nyinyi, kama msikitini kwenu hakunuizwi, mwambie imamu wenu, shehe wenu aliyewaswalisha hiyo swala ya Isha kabla tarawih, mnuize au anuize. Na mimi namwambia Sheikh Kidibwe, wewe shehe wangu, imamu wangu, kesho tunaanza kunuiza. Maana na kama atafofikisha ujumbe kwa imamu, kama atakataa yeye aendelee kunuia. Atie nia. Inawezekana imamu akakosa muda au ratiba yake pale haipo vizuri, sawa isiwe ugomvi. Au misikiti wasonoiza wanaonuiza wa kizamani. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati tungali wadogo kule kwetu kule, kama unasema shehe alikuwa anatoka kijiji cha tatu anakuja mama. Sheikh Mkalinga, sasa unatuharibia mambo mengi. Sana tunaharibikiwa sana. Kwa sababu leo nikikupa mfano au unipe jawabu iliyokuwa sawa sawa. Sawa, Bwana Mtume Muhammad anasema bora ya karne aliyokuwa nayo yeye na iliyofuata tatu tuzendo bora. Karne zitafuata mbele huko sio salama. Leo tupo tayari tumeingia katika mwaka wa 1446. Karne ngapi zimepita? Miaka 1400 huko. Karne nyingi sana. Sawa? Kwa hiyo maana yake vitu bora na watu bora waliokuwa nyuma katika kila kitu. Wanawachuoni wakubwa kabisa waliozama waliopita kuliko wa sasa. Wacha Mungu ukiwatafuta duniani sasa, waliopita ndo zaidi kuliko sasa katika kila hatua. Kwa hiyo jambo likisemwa lina maana yake, lazima lifuatwe, isije tukaharibu ibada. Hebu angalia ibada ya funga ilivyokuwa kubwa. Ina mambo mazito. Kwa nini uharibu saumu yako kwa mambo madogo ya kawaida? Hebu ithibitishe, tia nia kila siku ili uhakikishe unaiweka sawa saumu yako. Ndugu mpenzi mtazamaji wetu katika jukwaa hili la vijana, Uislamu na vijana hapa Channel 10 Plus. Kwa hiyo tukiendelea kutaja hizi hukumu, aya hiyo ya 183 imetaja kutuambia saumu yenyewe. Sio jambo ambalo tutastuka kwa nini ummati Muhammad itakuwa tumeonewa, kwa nini tunafunga sisi tu. Hapana, nyumati zilizopita walikuwa wanafunga, watu wako wanafunga zaidi ya mwezi huo mmoja. Kama zama za Nabii Allah Isa, zama za Nabii Allah Musa,
walikuwa wanafunga, lakini sio saumu ya Ramadhani. Saumu ya Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili, wakati bwana Mtume Muhammad yashama Maka kwenda Madina. Yupo Madina mwaka wa pili, Allah ndo analeta aya hizi za kuifaradhisha saumu ya Ramadhani. Mtume yupo Madina, saumu inaanza kufungwa pale. Bado kama siku 2 ama 3, baadhi ya wanawachuoni wanatuambia wa historia, ilifaradhisha ile zakatul fitr mwishoni mwa Ramadhani. Kwa hiyo jambo la saumu ya Ramadhani ni jambo adhim, na ukisikia Ramadhani ni neno lenyewe Ramadhanun, maana yake yarmidhu dhunub, inachoma yale madhambi. Kwa hiyo kila unavofunga, unavovumilia mashaka ya kiu, mashaka ya njaa, dhambi ndo zinachomwa pale. Kwa hiyo tumuhusie sana kijana, hakikisha unafunga saumu ya Ramadhani. Kama ulikuwa hujaanza, baada ya kupata ujumbe huu anza saumu haraka, na zile zilizokupita ulipe. Kwa sababu usiache kufunga Ramadhani. Kijana aliyokuwa sawa sawa ni yule ambaye anafanya ibada ukipindi bado ana nguvu, ana umri wake. Usisubiri ushaisha, ushakuwa babu, ushakuwa bibi, eti ndo naanza kukumbuka ibada. Ibada ifanywe mapema. Kwa hiyo aya ya pili Mwenyezi Mungu anaendelea kusema ayyama ma'dudat. Saumu ya Ramadhani ni masiku maalum Mwenyezi Mungu aliyoyaweka. Lazima tufunge kwa muandamo na tufungue kwa muandamo. Ayyama ma'dudat. Na maneno haya Mwenyezi Mungu alivyosema ayyama ma'dudat inaonyesha kwamba hata saumu yenyewe ya Ramadhani ni masiku machache. Maana yake kutiba alaikum an tasumu ayyaman, mmeradhimishwa nyinyi mfunge masiku tu. Tuna ma'dudati muayyanati yaloainishwa biadadi maalum, kwa idadi maalum, na hii ni isharatun ila taklili al-ayyam, ni ishara ya kuonyesha masiku yenyewe ni machache. Kwa hiyo usije ukajigharibu mwezi hivi ukaomvivu ukaacha ibada hii, utapata hasara ndugu yangu. Wa hiya Ramadhanun faman kana minkum maridha, ikatokezea Ramadhani mwezi umeandama imefika, lakini miongoni mwenu akapatikana kuna mtu mgonjwa, ana maradhi, anaumwa, ana malaria, ana kadha na kadha, hawezi kuvumilia ile saumu, basi au ala safari, au yupo safarini, basi fa'iddatun min ayamin ukhra. Mwenyezi Mungu anasema ataruhusiwa kula, afu atakuja kulipa siku zingine za mbele Ramadhani kisha. Imetokezea Ramadhani imefika, imekukuta upo safarini, safari ya mashaka, lakini safari yenyewe halali, sio safari ya ovyo ovyo. Kama safari ya ovyo ovyo ambayo hivyo funga na adhabu yako hiyo. Lakini kama safari ya halali haina shida za mashaka ndio inakuwa. Yani safari zile za uharamia, sio safari anazipenda Mwenyezi Mungu. Bado mimi hujaelewa. Yani safari ambazo mtu ameenda kwenye maasi, kasafiri kwa ajili ya kwenda kwenye matamasha ya muziki huko. Safari kama hizo. Huko kwenye funga huko amalizie funga yake kaisa. Hizo bwana ameambiwa hapana, hizo afunge hivyo hivyo kwenye safari yake, alafu atakumbana na Allah. Na maswali mawili hapo. Huu ugonjwa unaomfanya mtu aache kufunga ni ugonjwa wa kiwango gani? Manake sasa hivi mzee, nyumba nyingi sasa hivi zinaguza watu vidonda vya tumbo. Zinaguza watu pressure, zinaguza watu sukari. Na kuna baadhi ya magonjwa madaktari hawajafikia wagonjwa, hawajafikia madaktari. Lakini ni umbali wa kiasi gani kwa mtu aliyeruhusiwa asifunge ale? Sawa. Lakini kwa ilivyo sasa, atuijadili aya ya Mungu, atujadili andiko la Mungu. Unatoka hapa na SGR unakwenda Dodoma masaa 3-4. Unatoka hapa na Bombardier unakwenda South Africa, Johannesburg, unatumia masaa 3-4 na hakuna shida yote. Utaacha kufunga kwenye sura hii? Hapana. Na Mwenyezi Mungu, najua lengo la kuletwa hii ibada, hii saumu sio adhabu. Saumu ni ibada. Kwa hiyo ikitokezea kuna hali ya shida, ndio maana Qur'an unajua ni kitabu chenye muujiza sana. Qur'ani inaendana na muda uliopita, unaendana na muda wa sasa na muda utakaokuja. Kwa hiyo teknolojia kile inavyokuwa, Qur'ani iko mbele, inakusubiri. Yote ya Qur'ani ilitambua. Maana yake nini? Safari inatakiwa kwanza iwe ndefu. Alafu safari hiyo ina mashaka. Kwa maana wewe kama itatokezea umefunga, utapata shida. Maana yake kwanza muda wa kufika hujulikani. Mnaweza mkafika muda mbaya, au mnaweza mkafika eneo hilo hakuna huduma yoyote. Safari kama hizo wewe mwenyewe unapima. Lakini leo hata kama safari ina masaa 9, ina masaa mpaka 11, unakwenda bara lingine kabisa huko. Leo kutoka Tanzania mpaka Uturuki ni masaa 8 mpaka 9. Sawa, unasafiri.
Lakini umetulia tu unakula kiyoyozi kwenye ndege. Hakuna sababu ya kufungua, unafunga. Hakuna mashaka hapo. Hiyo ndio ilichokusudiwa. Lakini kwa mfano ukitoka Ikwiriri unaitafuta Likawage kwa baskeli. Hapo lazima ufungue. Yani kwa sababu ni ngumu, au unapanda juu ya wanyama. Unasafiri mapolini huko. Mashaka yale makubwa. Hapo sasa umeruhusiwa, ambia bwana usijidhuru. La tulku anfusakum ila tahlu. Unayokwenda Uturuki hiyo. Ukiamua mwenyewe sina safiri, safari ya raha na amani, lakini Mungu ashatuambia anayesafiri asile. Je, ukila? Ruksa, kwa sababu ni safari ndefu. Sawa. Yani ikiwa imefika vile viwango vya kupunguza swala, kwa maana ni safari ndefu. Kwa hiyo una uhakika kabisa hapa ni masaa mengi. Kwenda Uturuki mbali, unapanda SGR hapa stesheni, unakwenda Mkonze Dodoma. Hapana, hapo uwezi kula. Hapo ni karibu zaidi. Yani sawa, ni sahihi kabisa. Dodoma tukiangalia vile vipimo vyetu vya asili inaingia hiyo marhalatain kwamba ni mbali, lakini kwa chombo tulichotumia, masaa tuliotumia, wewe mwenyewe nafsi yako yenyewe ikubali. Kule nikawa sina hakika maisha yangu kule mimi nakaa. Muda wako umefika. Masala hoja imekwisha mzee. Ingekuwa bado una hapa njiani safari ndefu sawa, lakini umefika mapema, unasema masaa 4. Masaa 4 unafunguaje sasa? Hapo utakuwa ni mvivu na wewe utakuwa una shida katika imani yako. Hiyo bwana hakuna kufungua mpaka kuwe na mashaka, ruhusa imetoka. Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa kama kutakuwa na tabu fulani itakuletea. Inawezekana ujui watu wa kufutari usiku jioni kifika. Sasa ujui hiyo, unaweza hata ukawa hapa kwako na usipate cha kufuturu. Usijue. Hilo ni jambo lingine. Yaani masala kwamba wewe tu utakuwa ujui unafuturu wapi, hilo ni jambo lingine. Tukirudi kwenye maradhi. Maradhi yale usijipimie mwenyewe. Mwenyewe utapima tu mwili wako. Unakwendaje? Alafu muone na dokta. Akushauri. Bwana, kwa kuumwa huku wewe uruhusiwi kufunga. Utapata shida. Hapo sawa. Lakini kwa kuumwa huku wewe unaweza kufunga. Funga. Usijipe mashaka makubwa. Hayo madhara ya watu, kila mtu anaumwa vidonda, hakuna hiyo habari. Muone daktari bingwa, upimwe, utathibitishiwa kwamba kweli kwa maradhi hayo usifunge. Ni kweli Mungu ametoa ruhusa kwa yule ambaye akifunga anapata madhara. Atulie kwanza, atumie dawa, akishapona atakuja kulipa hizi somo zake. Na kule mbele kule Mwenyezi Mungu asema wala alladhina yutiqunahu wala alladhina fidyatun ta'amu miskin. Kwa wale ambao wala alladhina yutiqunahu, kwa wale ambao hawawezi kufunga sasa kwa ajili ya uzee, sawa, au maradhi yasiyotarajiwa kupona. Kuna watu wanaumwa maradhi marefu kiasi kwamba madaktari wote mabingwa wameshindwa, ugonjwa huo utibiki. Yapo maradhi yasiyotibika, na wamemthibitishia watu ukifunga kwa maradhi haya utapata tabu. Huyu ameambiwa atoe fidia. Fidyatun ta'amu miskin. Utatoa fidia kulishiza maskini. Wakatuambia kule likuli miskini mudun. Kila miskini mmoja utampa kibaba. Kibaba sawa sawa bila ihtiyati, kwa kuondoa shaka, kama vile ni kilo 1 ya chakula safi kinachopendwa na watu wote utatoa. Au Mwenyezi Mungu anasema faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kama atatoa zaidi hapo ni bora. Mtu ana uwezo mzuri, basi ukamua kwa siku siniliambiwa nimlishize maskini mmoja, nikishindwa kufunga kwa sababu ni mtu mzima sana mzee, nimepewa ruhusa hiyo, ama nina maradhi yasiyopona, umeambiwa ule alafu utoe na fidia. Basi kama uwezo wako mzuri, uliambiwa umlishe maskini huyu mmoja kila siku, na umwambao utoe kibaba, unaweza ukatoa zaidi ya hapo, ni jambo zuri. Ukampa labda mlo wake wa kila siku yule maskini, ukamlisha mlo wote, manake zaidi ya kibaba atakula. Au ukalishiza hata maskini 5 6 kwa siku hii moja, mpaka unakamilisha idadi ya ule mwezi, ni bora. Lakini kwa yule mzee ambaye anaona mimi japo mzee na hivi, lakini mimi navumilia, naweza kufunga, anaruhusiwa, anaambiwa afunge. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kama mtafunga ni bora zaidi jambo hilo. Kwa hiyo hizi ni hukumu za saumu ya Ramadhani. Kwa hiyo haya tusiyakimbie, hii ni sheria. Na ibada ya Ramadhani imekuja sisi. Mwalimu, nikuulize. Naam. Umeandaa somo kwetu sisi watazamaji wako na mashabiki zako.
kwa leo mada hii utakuwa maliza au ni kualike tena uje kesho? Hii mada ni ndefu sana. Hii mada ni ndefu shekhe. Kuna aya ya 187. Mungu akituafikisha kesho tunaweza kuja studio. Inshallah. Mtazamaji, tuko naye hapa Sheikh Adam Mikdadi Marumba, ni shekhe mkuu wa ile kata ya Mianzini, lakini pia ni imam mkuu katika Masjid Quba, msikiti huko kule maeneo ya Kwambiku, ni hapa jijini Dar es Salaam. Leo tumeanza na somo lake tukiziangalia hukumu za mfungaji. Mimi ni Sam Kalinga, kwenye kamera tulikuwa naye Jacqueline Chambega. Kesho tutaendelea tena na mada yake hii, kwa sababu leo tumefika muda wa ukomo wa kipindi chetu, lakini mada ingalipo tutazungumza tena kesho. Billahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.